Dada Esther, karibu sana. Asante madam. Umetokea wapi? Unatusikia wapi? Mimi naitwa Esther Mkama Butondo, ni mzaliwa wa Msoma. Okay. Ila nimetokea kwa bibi yangu yupo Buza. Yupo Buza. Kwa hapa da. Nilikuja huku kama nitafutia kuna kazi nilikuwa naifanya. Kazi gani? Ya ndani. Okay. Uko unalipa shilingi ngapi? Mshahara mdogo sana. Mdogo sana shilingi ngapi? Sina kazi nyingi. Ndio hivyo, si unajua hamna mshahara mdogo. Hamna mshahara mdogo. Kwa wakati ule uliuona, si ulifanya kazi? Kwa muda gani? Kwa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Kwa hiyo kwa wakati ule haukuwa mdogo, ndio maana ulifanya. Lakini sasa hivi Mungu akisha kuonyesha fursa kama hizi kwetu, ukaona kuna sehemu wanalipa 1,500,000. Basi Mungu anakuonyesha hatua nyingine. Lakini usijutie kwamba kule nilifanya 50,000 hela ndogo, kazi nyingi. Zile kazi pia inawezekana zimekupa uzoefu, lakini pia ule mshahara umekupa hatua. Kwa hiyo Mungu anasema tushukuru kwa kila jambo. Sasa ni fursa imetanuka, umepata neema ya kujua Wadada Center tupo. Kwa hiyo ndio unamshukuru Mungu kwa hatua nyingine. Nashukuru Mungu kwa umetujulia wapi? Mimi nimewajulia kwa dada yangu. Dada yangu, yani kwa kuona jinsi nilivyomuelezea pale nilipokuwa nafanya kazi pale. Akaniambia tulia kwanza, subiri nitakupigia. Baadaye akanipigia, akaniambia kuna namba nitakurushia. Uwapigie. Au nitawarushia wao wakutafuti. Nikatulia, baadaye akanirushia namba. Mimi nikaenda kutafuta vocha, nikaweka, nikapiga simu. Piga simu, mara ya kwanza haipokelewi, mara ya pili haipokelewi. Nikakaa kidogo, wenyewe akanipigia. Wenyewe wakakupigia baada ya kukuta miss call zako. Wakanipigia, wakaniuliza, "Wewe nani?" Nikawaambia mimi naitwa Esther Mkama Butondo, uko wapi? Niko Buza. Niko Dar es Salaam hapa Buza. Ulikuwa unahitaji nini? Nikamwambia mimi nilikuwa na shida na kazi. Wakanielezea kazi zilizopo hapa, usafi, malezi na mapishi. Akaniambia umesomea nini? Nikamwambia mimi pale nimesoma tu form 4 nimemaliza. Ila kwenye usafi katika nilipokuwa form 4 nilitunukiwa cheti na mwalimu mkuu cha usafi. Kwa nilivyomaliza ndo kukaa nyumbani tu hivi na kupitia, unajua mambo ya kwetu ya kijijini huko. Hali kawa hivyo, nikapitia kwenda kufanya kazi. Nilipoenda kufanya kazi pale, ule mshahara ndio ulikuwa hivyo. Nikafanya, baadaye nikaamua kuacha. Nikaenda kwa bibi yangu kukaa pale na bibi yangu. Huko Buza sasa. Yuko Buza hapo. Nilivyokaa pale ndio ikatokea dada akaniambia umewapata? Ndio, nimeshawasiliana nao. Nishaelekezwa kila kitu. Kwa mimi alivyoniambia mshahara sijui laki ngapi, akanitajia unataka wewe nini? Nikamwambia mimi nataka kazi. Sichagui sijui nini, professional, education, smart dada, yani mimi nataka kazi. Wewe unataka ni kazi. Maana hata 1,500,000 bado ni hela nyingi. Kwetu sisi mshahara wa kwanza ni 1,500,000 na wenyewe ni mkubwa, sio hela ndogo. Na kinachokupa hela zinazofuatia huko kwenye smart na professional ni uwezo wako wa kazi. Lakini hata kama uwezo wako ni wa kawaida, bado 1,500,000 ni hela nyingi kwa dada wa kazi za nyumbani. Na bado kuna sehemu nyingi hizo hela ni nyingi. Bado kuna familia nyingi wanaona huo mshahara ni mkubwa. Lakini kama sisi Mungu ametupa hiyo neema ya kutuletea watu wanaotuamini, wanaajiri wafanyakazi kwa kuwalipa hiyo pesa, tunamshukuru Mungu sana. Ni hela nyingi. Tunachowasisitiza tu hapa ni kuhakikisha mnaenda kuwa waaminifu, mnafanya hizo kazi za watu kwa bidii ili muweze kuonyesha tija, na wao wanapoona faida ya kufanya kazi na watu ambao umepata mafunzo ya kwetu hapa na mkayafanyazi, ndivyo ambavyo mnafungua njia. Manake marafiki zao, zile familia, na wao watakuja kuchukua wadada, na wadada wanazidi kupata fursa zaidi. Kwa hiyo wengi wanaondoka kwenye mishahara 50,000 huko mtaani, watakuja kulipwa vizuri kupitia Wadada Center. Nikasema kwani walikuwa wapi? Dada alikuwa wapi? Siku zote hizo jamani, yani alivyoniambia sina na ndogo tu. Simu ndogo. Siku zote hizo nizohangaika kutafuta kazi toka nimeweza form 4 nahangaika na kazi, sipati mpaka nikakata tamaa. Tupo miaka mingi sana. Zaidi ya miaka 10 tupo hapa. Wadada wanaajiriwa. Of course mwaka huu ndo tumeanza kulipa 1,500,000, lakini mshahara wa kawaida ulikuwa ni 100,000 ambao bado ilikuwa ni hela nyingi.
Wewe ulikuwa unalipwa 50,000. Kwa bado 100,000 ilikuwa ni hela nyingi. Na hiyo tumekaa nayo miaka karibia 10 watu wanalipa 100,000 wa dada tradition. Ila huu mwaka ndo tukasema ngoja tujaribu kuwa promote. Nikasema ngoja niende. Na nilikuwa na malengo yangu angalau hata nisome. Yaani nina ili ambako nilikuwa nataka nifikie ndoto zangu zile zitimie, bado hazijatimia. Bado hazijatimia. Bado. Zijatimia tu ukiwa na ukimtanguliza Mungu mbele na kutokuchoka kutafuta fursa, ndoto zitatimia tu. Mimi mama yupo Mwanza. Mama yako? Ndo kajenga kwenye mji wake, babangu alishafariki. Na wewe mwenyewe Esther una miaka mingapi? Miaka 31. 31. Una watoto? Sijawahi kuolewa wala yani hata kukanyaga kwenye kwa mwanaume wala kuzaa. Wala kuzaa hujawahi. Bado. Sawa, haina shida. Bado ni mdogo, miaka 31, Mungu atakubariki na wewe. Utafika kwenye hizo hatua. Ila kwa sasa jiandae ili uwe mama mwenye tija. Usije ukakimbilia kuzaa watoto ambao wewe huwezi kuwasaidia. Kweli, yani ananiambia wewe unaenda kufanya kazi umri huo, si utaanza bila kumwambia mimi. Kwa hiyo sasa nataka umri huo ukae nyumbani. 31 nikae. Kuna ndugu gani toka nimaliza hapa labda alishawahi kusema kwamba nimekusaidia au nini? Au nani? Mimi naenda kujitafutia. Na hivyo ndivyo inavyotakiwa. Hii mambo ya kukaa na kulaumu ndugu yeye mwenyewe alijitafuta. Ndugu alijitafuta. Ndugu naye muona leo hii ana familia yake, ana maisha yake, alijitafuta. Kwa nini wewe ukae usubirie ndugu akusaidie? Ndo nikalikataa hilo. Huo ndo umaskini wenyewe unaoanzia kwenye vichwa vya watu. Kukaa kulaumu ndugu, kulaumu sijui serikali, kusema sijasoma, nimeishia tu form 4. Hapana. Mtegemea cha ndugu yeye anakuambia anakufa maskini. Unakufa maskini. Kwa hiyo mtoto wa kike popote ulipoishia, umeishia la 7, umeishia form 4, mshukuru Mungu, angalia fursa nyingine zilizopo, nenda kazitumie. Napenda kupambana. Pambania maisha yako. Pambania maisha yako. Andaa maisha yako ili ukija Mungu akakubariki, kakuletea mwenzako, usiende kuwa mzigo. Kama akinipa mwenzangu basi usiwe mzigo. Yaani wasichana wanakuwa kwamba akipata mwanaume anaacha kibarua chake alichokuwa anafanya, anaacha ndoto zake alikuwa anataka azisha hata kibiashara, anaacha. Kisa nini? Kapata mwanaume. Sasa mwanaume yule anaelemewa. Yule mwanaume hawezi yeye peke yake tu kufanya kila kitu. Hawasemi tu, lakini kwa mpango wa Mungu, mimi nazungumza kiBiblia. Mungu alimuumbia mwanaume msaidizi. Msaidizi ni mtu mkono wa pili. Ukiwa mkono wa pili ndani ya familia utaheshimiwa. Sawa kabisa. Umeelewa? Lakini ukienda tu hivi umekunja mikono unanyoosha tu unataka upewe tu. Mwanaume aache tu, atakuchoka. Wewe unabaki umelala ndani. Anakuchoka. Mtu anaanza kusemesha kwa hasira, mwisho anakutukana, mwisho anakupiga. Si ndio? Saa nyingine wanawake wanapigwa ni hasira za kutegemezi. Mwanaume akirudi kahangaika huko, akija hapo wewe ndio unamsubiria akupe. Kwa hiyo bwana, kazi yetu kubwa hapa ni hiyo, kuamsha wanawake kwamba waanze kujiandaa. Nilifurahi sana. Andaa maisha yako. Mungu naye nilikuwa sijui. Yaani ningekuwa najua miaka yote hiyo, labda hata ningekuwa kidogo. Hapana, hapo ulipojulia ndo hapo. Wanasema wakati wa Bwana ndio wakati sahihi. Labda Mungu ndo kanionyesha hii njia, ndio hiyo sasa. Na huu wakati aliokuonyesha ndio wakati sahihi. Ndio unaoitwa wakati wa Bwana, ndio wakati nini? Sahihi. Hakuna cha kujuta kama ningejua toka zamani, si ningefanyaje? Huu wakati uliojua cha muhimu umechukua hatua. Maana kuna mwingine kajua, kaona, lakini bado amekaa, anashanga na maisha bado yanazidi kuwa magumu. Lakini wewe umeona fursa, umeichangamkia, ndio wakati sahihi wa Bwana huo. Sasa cha muhimu ni usirudi nyuma tena. Endelea kupambana na kuweka malengo ambayo unajua kabisa baada ya kufanya kazi za ndani nitakuwa mfanya biashara fulani. Kama alivyosema dada Epi anataka kuwa boss lady. Lazima tuwe maboss lady, hakuna dhambi. Lazima tuwe maboss lady, sio tu tunawasikia tu. Unawasikia kwenye mtandao. Mimi boss lady. Na wewe. Na mimi siku moja hata niende, hii ndio yule. Esther yule aliyetoka hapa Msoma juzi kaenda Dar es Salaam, ndio huyu. Ndio huyu, na sasa ndio hivyo, na wao saizi wanamuona dada Esther. Amemwona Esther saizi huko atakuwa Mungu amekubadilisha, amekuonyesha fursa. Sawa dada Esther, karibu sana. Asante. Jamani, mimi nawatakia kila laheri. Na imani wale wasaidizi wetu wamewapitisha kwenye zile training zetu jinsi ya kwenda kufanya kazi. Yaani sisi kwetu ile ndo katiba yetu. Sawa? Mkizingatia pale,
mtafika mbali sana. Yani yale mnaweza mkayachukulia ni kawaida, lakini yale ndio yanayowapa watu mishahara mikubwa. Unaweza ukiyazingatia, unaweza ukashangaa umemaliza mkataba unakuwa labda smart. Au alikuwa smart, akimaliza mkataba wake anakuwa professional. Kwa nini? Kwa sababu ya kujifunza namna ya kwenda kufanya hizi kazi kitaalamu. Usifanye kikawaida. Sisi hii mishahara tulionayo ni kwa sababu hii kazi hatuichukui kikawaida. Watu waliidharau, wakawa wanaona kazi za ndani hazina maana, lakini sisi tukazichukua kama kitu cha thamani, tukazipa thamani na tukamwamini Mungu. Na ndio maana leo Wadada Center ndio kituo ambacho watu wanalipwa mishahara mikubwa na watu wanakiheshimu hichi kituo kwa sababu tumemtanguliza Mungu mbele na tunawaelekeza namna ya kwenda kutoa huduma bora. Kwa hiyo usidharau kitu chochote. Kile kidogo Mungu anakupa ili ukifanye kikubwa. Saelewana. Naweza kuongea? Yani kweli Mungu akubariki sana kwa sababu unajua yani unasaidia pande zote mbili, kwa mwajiri na kwa mwajiriwa. Cha kwanza kwa mwajiri anafaidika vitu vingi kwa sababu kitu cha kwanza mpaka kuna wale wadada ambao tunachukua mitaani wale unakuta boss katuma nauli kwa mfanyakazi. Mfanyakazi anakuja afu baadaye anakaa siku 2 siku 3 anatoroka tu afu hamna sheria yote ambayo inachukuliwa, anakuwa tu amepoteza nini hela yake. Lakini hapa hiyo kitu haipo. Afu kitu kingine tena kwa sisi ambao tunaajiriwa yani tunasaidia vitu vingi kwa sababu tumeruhusiwa kabisa kwenye mkataba kwamba kazi ambazo tunakuta ni nyingi ambazo kama hivi unapaa mambo ya kilimo kikubwa, mambo mifugo mingi unakuta unapangiwa kazi ambazo tumeruhusiwa kukataa. Na hata kama unaenda bosi akakubali kuongeza mshahara lakini pia unaruhusiwa kukataa au kukubali. Kwa hiyo tena ni faida kwetu na kwa nini kwa mabosi. Kwa tumefurahia pia tunafundishwa jinsi ya kujistiri. Kwa unajua kuna wale dada ambao unakuta enda kwa mabosi, unakuta bosi ana bosi wa kike ana mme, unakuta unavaa nguo ambazo sio za kujiheshimu, nguo za kubana za kuteti mwili. Unaenda kudanga, unamdangia mume wa mtu hapa akitaki wadangaji. Kwa sababu nguo za heshima zina mahali unaruhusiwa popote. Unaweza ukanunua uende yani sehemu yoyote. Unakuta sehemu mpata mtu msiba zaula tu uko sehemu hata uelewi, unaweza ukaenda na hizo nguo ambazo umevaa nguo nini? Kwa sababu umevaa nguo heshima inaheshimika popote pale. Kwa kusema kweli yani mpango wenu ni mzuri sana. Mimi nimependa mkataba wenu ni mzuri sana. Tumependa. Haya dada Shimi, karibu sana. Asante. Haya jamani, karibuni, mimi nawatakia kila laheri. Muende mkapambane, mkiwa hapa muonyeshe uwezo wenu. Yani hapa msikae majungu, msichukue namba mkaanza kujazana mambo ya kijinga, maana kuna wadada wanakutana wakifika kazini wanaanza kupeana umbea. Hapana. Hapa tunapenda tupeane moyo. Kila mtu ametoka huko ana shida zake. Kwa hiyo ukikaa na mwenzako mtie moyo. Ikitokea ni bahati mbaya anakuambia nimepata bosi si yuko hivi na hivi, usimkatishe tamaa, usimwambie toroka, tutoroke, tuache. Hizo sio kauli za kujenga. Mtie moyo, mwambie vumilia au wasiliana na ofisi, watakusaidia. Sisi tupo hapa kwa ajili yenu. Lakini kwa mtu ambaye anajitambua vizuri, anajua kilichomtoa huko na kilichomleta hapa na uhakika atapambana, kwa sababu hakuna maisha mepesi na hakuna hela nyepesi. Haipo. Ukitaka kuheshimika lazima upambane. Kwa hiyo karibuni sana na Mungu atangulie. Tunashukuru sana. Asante sana. Haya. Mungu akulinde, akuzidishie. Amina. Endelee kuwepo. Amina. Na kutupokea na kutusaidia kama hivi. Amina, ndio wito wangu. Huo ndio wito wangu kwa kweli, wa kusaidia. Unajua Mungu analeta baraka, pitisha baraka kupitia watu. Kwa sababu kupitia nyie pia na mimi nabarikiwa. Ninavyowasaidia Mungu ananibariki. Silali njaa, napata kipato, si ndio? Lakini na nyinyi mnavyokwenda kule ndio maana naambia mkafanyike baraka. Usiwe laana kwenye mji wa mtu. Kama Shimi alivyosema, unaenda kumtega mume wa mtu, unatafuta laana tu. Muombe Mungu akupe mume wako kwa njia ya halali. Mungu atakubariki. Lakini ukienda kwenye nyumba ya mtu unataka kumtega mwanaume tu akupe 10,000, 20, hazikufikishi popote. Utafanya uchafu wako lakini utajaribia. Kwa hiyo mwende ukafanyike baraka. Nenda kafanyike baraka. Fanya kazi ya watu kwa uaminifu. Mungu atafungua njia. Na wewe siku moja utasema kama Joyce Kiria anavyosema, nilikuwa dada wa kazi lakini sasa hivi Mungu kanivusha. Umeona? Ndio. Haya jamani. Nashukuru sana. Asante. Mungu akubariki sana. Amina.